niletea. Hii ni fan wako tu alileta. Sasa nitakuuliza swali moja. Amedu nini? So KRG ana reason na kuongea kwa sababu yeye hajasaidia genge tu nini. Hizi sema immediate yeye ni mtu wa dance. Yeye endelee kuimba muziki zake za Jamaica huko. Aachane na watu wa genge tu. Hawa ni true Kenyan artists. Hawa si watu wa dance tu. Hawa si watu wa dance, watu wanaimba sheng. So ana right ya kusema genge tu immediate. Buda genge tu niko hapa bado iko. It's here to stay man. Kama nianze. Yo, walidu mambo vipi? Rada ni gani? It's your boy Sad Entertainer, Africa's #1 entertainer, Kenya's youngest presenter. Na leo venye mnaona niko na the legend hapa Jua Kale. Hiyo sasa manze. Leo patana na legend na tunataka kuwapigia kila show manze. First time on Star TV, kila show noma mtu wangu. That's you kaze tu najua mimi tangu kitambo manze mimi nimependa bidii yangu. Yongo mimi ni baba maju nikisikianga hivi manze na nipatia motisha manze kiasi manze. Hizi you tupige tu kiasi tu. Niko naweza kumbuka. California vitu mzuri tunaendelea mbele. Hakuna cha huzuni hapa, furani tele. Kwa wale wamesahau Star TV msifanye ni cheki. Star danana jamani, nirudi studio na nasikia ndio hiyo sasa manze. Unajua wewe ni legend manze, unajua si kama upcoming entertainers tunakuangalia manze. Tumeona manze mali umetoka mpitia pale Kali tunaona yenyewe jamaa walipiga show, walipiga vitu safi na Clement mshikana mkaamua manze. Sema na watu kuuliza who is Jua Kali? Jua Kali ni mtu mtaani. Jua Kali ni yani Jua Kali ni Mkenya halisi, mgenge halisi. Yani ukiniona umejiona, unajua yani vile naongea, vile navaa, vitu nakula, yani mimi ni Mkenya to death. Yani napenda culture yetu. Culture ni noma baya sana, yani noma sana. Yani vile wa Jamaica wanapenda culture yao, ndo mimi napenda culture yetu. Noma sana. So basically yani mimi ni mtu napenda love of culture. Yani love of culture kabisa. Ishe yetu hii mzee ya mtaani napenda. Noma. Mzee tukiendelea subscribe hapo. Vinya ka like, thumbs up hapo tu subscribe. Finya tu hapo. Mimi ngiangalia Islima nzee matu zote naona tu ni Jua Kali. Jua Kali tu, Kali freckles hapo. Una feeling aje watu wako appreciate mimi yako mzee. Unaona, yani waga feeling noma sana, waga feeling fiti sana kwa sababu unajua the moment naingia kwa booth kurecord, mujaribu visualize vile wase vile public watareact. Ama any artist, hiyo ndio waga the end game. Yani mtu visualize wasota reactaje tu ni song nikitoa. Wasota reactaje tu mimi nikipanda stage na vitu kama hizo. So the moment unaona wase kwa streets wananichora mpaka wa leo 20 years deep kwa game. Yani hiyo ni kitu moja humbling to me, yani musiki ya fiti sana. Mujaribu kumake sure wase wamejua, yani niko humbled sana. Na na appreciate sana. Hiyo ni fiti manze. Then tumeingia hapo tupata watu tu manze. Hizi za watu walichora. Manze hizi za watu zote nilipewa. Hii ndio the latest. Ndio the latest nililetea. Hii ni fan wako tu alileta. Sasa nitakuuliza swali moja. Amedu nini? Hapana jua kweli. Angalia tu. Hii ni mbao. Nikati mbao alichora na kimbao hivi akadesign na mbao. Kitu nyingine. Fikiria, angalia tu kingi. Amedu nini? Hapo siwezi jua. Amechoma hii mbao. Alichoma. Hiyo ni unique hata mimi mwenyewe sijui. Alichoma. So hii ndio the latest niletewa. Hizi zote hizo nimeletewa. Noma. Nimeletewa mazawadi. Hapa sipoje itakuwa shrine mzee. Hii ndio ilikuwa ya kwanza. Noma man. Hapo tena hapo vile kieka hivi mtaielewa. Hapa nataka kuihang vile sijai hang. Ndio nyote yangu. Hii pia ni ya juzi. Hii ni ya juzi. Noma. Cheki flag ya Kenya. Ni cheki. Sio nimeandikwa nini? Imeandikwa ni Jua Kali. Mzee.
Ini fana nileta. Manze una mafans wa poa manze yani. Uko na true fans. Si wale tu wa mdomo. So ningetaka kujua manze, how did Caliph Records start? Caliph tulianza mimi na Clemo. Tulianza 99. After high school. Immediately after high school. Tukafungua. But song ya kwanza tulirelease 2001. Ilikuwa inaitwa Ruka. Hizo mkono Nairobi, kusema tu kweli tumefika. Caliph Records katini best skiza. Jina ni Jua Kali. MC kutoka leo ampeishi kwa amani. Ndio hiyo sasa. Yo umekumbuka umekuwa hapa na Stan wasemi. Sasa analiza Stan ndio ananianzishia verse katikati. Nikianza mwanzo napiga. Hata sisiri napiga. Mungu kusema tu kweli. Mungu nashukuru mali tu. Ukinasaje mai? Mungu nashukuru mali umetutoa, umetufikisha. Umesahau. So mwanzo umekuwa kwa industry for how long? 20 years. 20 years. Hiyo ni mingi. Hiyo ni mingi, calculate 20 years actually. So the struggles zimekuwa pushback, lakini bado hujai give up na ndio wewe mali yuko manze. Manze yani nikilook back ile kitu ilifanya siku give up ilikuwa ni wale walikuwa karibu na mimi. True. Wata nizoita the supporting cast kama foundation yangu ilikuwa very strong, kwa sababu ukiangalia mtu kama Clemo ni mtu alikuwa ananipush na mimi nilikuwa nampush kabisa. So through hiyo mimi hata nikijaribu kulegea nisukuma, nikijaribu kulegea na msukuma. Sio ndio nzuri ya timu. Parents wetu walikuwa kila saa, wewe tueni muziki nini mnadunini, mabro, sister, wasomta. Yani ilikuwa ni pressure. Jamaa tueni mangoma. So yani supporting cast yetu ilikuwa sawa kabisa. Ndio kitu yani imeni keep going mpaka leo. Muhimu manze. So ukiangalia kitambo manze, wasanii wenye mlikuwa nao that time sasa wako wanaacha muziki, pilipili tuwasikii. Kuliendaaje ikakuwa to that point ama wali switch to other things or something? Hoja wengi kuna wale walimarika wakashika shughuli nyingine. Pilipili ni mwanabiashara siku hizi. Anafanya shughuli yake. Flex alirelocate akaenda Europe. Kina Mahatma wako busy. Jimot anajaribu bado kurudi. But basically wase walishika other channels. Kumbuka Nyash pia kuna time alienda majuu kiasi akarudi tena na Mungu pekee. Ilikuwa noma pia hiyo kampati nyingine noma. So tuambie hizo struggles nao zilikuwa kuform genge. Juni sound mpya ilikamu, watu wanashangaa ni gani? Ilikuwa na pressure. Ilikuwa na pressure noma kwa sababu unajua human being hapendi change. Human being hutaka vitu zibaki tu venye ziko. So the city likamna change which ilikuwa na mvurutano, especially story ya vile hiyo Sheng tulikuwa tunaipiga. Watu walikuwa wana understand Sheng, yes, but watu walikuwa wanaielewa. Lakini bado ilikuwa na pressure kuja watu wanaimbaje na Sheng. Alafu mtu kama mimi vile basically nikaa mimi ubonga tu kwa ngoma. So kuna watu walikuwa wanasema wewe imba, unaongea tu imba. Lakini mimi comment yangu nilikuwa najambia nini after ngoma 5-4 ndio mtakuwa ma super fans. So kulikuwa na hizo challenges za ku get shows kwa sababu when you artist new au na content enough, so inakuwa wewe utaimba muziki mmoja ushuke. So kulikuwa na hizo pressure. Kulikuwa na pressure za piracy. Watu wana pirate mangoma which pia ilikuwa kitu poa, lakini pia ilikuwa na pressure yake. Ma promoters fake. Alafu pia hizo time before tuanze kushoot ma video watu tujue fiti.
Waswali walikuwa na make maposta zao huko nje. Wanasema ni jua kali. Jua kali kwa so kuna jamaa anakuja amevaa kofia anapiga. Watu wanamwambia usiumie. Jamaa anamwambia hapo shule. Lakini the moment tulianza kushoot ma videos, watu wakaanza kutujua. Hizo story za fake artists zikaisha tu. So nataka tukiendelea mwanzo nataka tubiga mtu mmoja mwanzo wa power itakeliochie mwanzo yuko na tambo mwanzo Kelly Broko Kelly mwanzo Kelly tumetoka naye mbali tumepiga naye tour states almost 3 months mwanzo true so Kelly ilikuwa kitambo hiyo mlikuwa wasikini mwanzo 2005 ilikuwa kitambo man 14 years ago kitambo nilikuwa 26 mimi ya state watu wanashangaa jua kali lakini ilikuwa tour moja fiti sana. Big up to you wazee. Dallas Memorial. Yes. So how was life in Calif manze? Calif ni kama tu mtaa ingine. Calif ni kama Mada, Calif ni kama Umo. Yaani tuli grow up tukifuga madush. Tuli grow up tukipanda miti za zamba. Siko unajua zamba. Zamba na kwa sale kwa zamba. Zamba. Manze tulikuwa na ni fulani ilikuwa inaitwa Gabeta. Ilikuwa ndio explain noma. Ilikuwa ni mbao, nika dinga lakini unikalia. So ilikuwa na hizi mabearing za gari. Hizo mabearing ndio mamkuu. Alafu sasa msee anakusukuma huko na blada, unasukuma msee. So unasukuma jamaa. Hizo yani ilikuwa tu life, ilikuwa tu kama mtaa ingine, Msoto, California. Yani kulikuwa na mixture of kulikuwa na waswali kwa na ganji kiasi, kulikuwa na waswali kwa mesota. So ilikuwa tu a mixture of yani concoction fulani hapo. But ilikuwa life ilikuwa tu unajua Mose Manga mtu akigrow Islando mwanzo fundisha ngamse life na jua mtu anataka kuachieve more angalia life ndio kuimprove life yako. Yes, hata sisi yani tuliingia ngoma actually tukijiambia jo siku moja tutatoka mtaa. Yani tupeta ourselves na nini. So hiyo mtaa Calif kama mtaa ilipatia morali ya kujipush, inspiration ya kujipush, yani kujipush kabisa ndio tuweze kuachieve kweli manzi. So unafilaje kuwa legend kwa industry? Unajua kila mtu anakaa hapa na angalia tu jua kali manzi, jua kali. So how does it feel to be a legend? Yani iko na feeling fiti sana. Una feel yani na feel appreciated kabisa. Yani una get yani mavijana maybe nikianza kuimba walikuwa maybe 2 years 3 years na wasio wananijua wanaimba muziki zilikuwa zimetoka kabla hata wazaliwe. So ni feeling poa sana kuitwa legend, yani kuweza kuitwa yani unajua legends most of the time waganaso wame dead. Lakini mimi naweza kuitwa legend na niko hapa tu living legend bado niko healthy natoa muziki wasa wanasikiza. So ni yani ni feeling moja feeling ni amazing. So unajua Genge ilikuwa hapo ndio. Then came Kapuka ikakam. Then sai Genge tondoi sasa. So unafilaje kuona master wa Genge tu manze wamekama up manze. Hata kuna wengine leo naulifanya na kina Xtian pale ilikuwa shaba. Ilikuwa noma. Mimi naweza sema the moment unajua artists wengi get inspiration from different places. Unajua. But now vijana wa Gengeton the moment waliita muziki zao Gengeton walikuwa jaribu tu kuambia the public place inspiration yao imetoka. So imetoka from sisi from Genge sasa. So una get vile wasa wana rap ni yetu tu ni Genge tu kabisa. Genge vile ma video zao zinakaa video za mtaa ma t-shirt ni Genge tu kabisa. Production vile ma producers wanamekiza ngoma ni Genge tu kabisa unajua. So ilikuwa easy for mimi kuweza kumash na work now ilikuwa easy kwa sababu wako line yangu unajua. But yani all in all nilikuwa happy sana tuliweza influence generation kama like 2 generations back kwa hiyo hata
Hizo najua hata wasanii wa Gengeton sasa hivi hata hiyo time maybe hata wako wamezaliwa. Walikuwa watoi hapo tuseme tu. Walikuwa watoi. So yani ni kitu humbling, ni kitu big sana kwetu, especially for mimi Clemo. Yani tuko hapa bado na tunaona tumeinfluence generation nzima wanafanya nilikuwa tunadua. Alafu sasa kitu kingine pia niko happy kwa sababu wako successful. Tunajua kwa hata sasa hii nikipiga hizo corporate events most shows zile nimepiga sewa ina sailors wako, ina ethics wako, ina ethics wako na get. So yani wameachieve kitu artist wengi hawajaweza kuachieve, kuweza kutoa muziki zipendo na the masses mpaka corporate na mlipo. So yani niko happy sana. So jiko umesikia hii beef ya Sailors na KRG the Don, wanasema KRG alikuwa anasema Gengeton imeisha. Unajua Sailors wakafilulu uchungu. Wao wanasema hivyo. Nilisoma mali kwa comment, lakini sasa ndio niambia ndio mention nini kabisa. Unajua KRG kwanza mimi nitamsema ni boy wangu kabisa, lakini nitamsema KRG alikuwa anaimba raga. Yeye alikuwa msanii wa raga, hizo maraga hizo mapigeon English. Hizo mabegele hizo hata sio usema nini. Alikuwa a dance artist. So kwa sababu unajua the moment wa Kenya hawapendagi, the moment una fake most of the time hata resonate na hawapendi vibe. So wasee walimkulia gavako. Alafu mavijana wakakuja na Kiswahili, muziki ya mtaani, culture tu iko. So KRG ana reason kuongea kwa sababu yeye hajasaidia Gengeton nini wewe. Hizi sema imededie ni mtu wa dance. Yeye endelee kuimba muziki zake za Jamaica huko. Aachane na watu wa Gengeton. Hawa ni true Kenyan artists. Hawa si watu wa dance tu. Hawa si watu wa dance, watu wanaimba sheng. So ana right ya kusema Gengeton imededie. Buda Gengeton iko hapa bado iko. Is here to stay man. Zama nianze. So kwa hiyo opinion yako nasema tu Gengeton bado iko. Inaenda wapi? As long as mavijana wanazaliwa inaenda wapi? Nika useme life inaisha, iko hapa. As long as mavijana wako iko. Watu ndio wanaendelea kwa inspire watu. Yes. Kama kuna boy fulani nimeona anaitwa Trio manze ni noma. Siko umemsikia. Ujana ni noma mbaya. Sasa amefanya ngoma fulani na Benzeme na Kam ni noma. Noma mbaya. Haijatoka bado. Bado haijatoka lakini itakaa ngoja. So advice yako kwa upcoming artist ni gani? Advice yangu tu ni simple. Muziki ni biashara. Fuata roho yako. Usikue boxed kwa yani usifinywe kwa box fulani na the public. Fanya hivi. Hapana, follow your heart. Usisikie watu. Follow your heart. Kuna freedom of speech. Follow your heart kabisa vile unaweza. Shame. Watu watumie shame kabisa. Shame. Hivyo ndio vile utaweza kuwa authentic. So mimi ndio advice yangu. Alafu omba daily, omba for health because the moment uko healthy utenge studio. Manze kuwa humble kama unaweza. Manze kuwa na team. Kuwa na team yako because au ndio watakusukuma. Because the moment mko na goal fulani, wewe ukilegea, ule jamaa bado iko focus, ana push, so pia atakupush muendelee. So kuwa na team na everything itakuwa sawa. Watu wajitume tu yani. Watu wajitume. Usiogope give up manze. Give up yo 10 years ago ungekuwa hapo manze. Kwa hivyo watu wasi give up, not wasaidiane manze. Watu wasaidiane kama kale ka ego fulani manze kabisa. Yani niko happy yani wasiwa Gengeton wanaimba pamoja. Watu wanashikana kwa pamoja. So ina elevate the music industry, ina elevate majina zao. So yani wako sawa kabisa. Unajua kuna kitu moja Chipukiza alisemanga mahali, alisema sigiangi Katelo. Yes. Hao wenye wako hivyo wile usigiana. Alisema mjana tukishikana tutafika mahali manze. Unajua mind tukizileta pamoja manze tutafika mahali ama ni aje. So nikimalizia sijui ni song gani ni ku blow up. Utasema jua kale.
Okay, for me hiyo answer ni a little bit complex kiasi, kwa sababu unajua siwezi pick kwanza kujibu hiyo swali. Unajua mimi niko na watu wengi na ni hard sana ni pick mtu mgani na peati napenda mtu hii sana, yani ndio nikiona huyu na date, nikiona huyu na date, yani ni noma. So kujibu swali yako, unajua mimi career yangu imekuwa gradual. Unajua sikutokea tu kwa sina kila kitu kalipuka. Mimi ilikuwa gradual. So ukicheki kama ufuatiliaga bako, wewe fana basketball nafuatilia. Okay, so unajua aliu ile ukirushia jamaa bola alafu dunk. Unajua hiyo ndio aliu. Sasa mimi kwangu muziki zangu ziko kama mahali zinapasia na bola, unanipata? So mimi yangu imekuwa a gradual process. So ukiangalia kitu kama Ruka, the first time shoot video ndo say jamaa anaitwa Jokani, kali tunakaa hivi. So Ruka ili set pace, alafu ni Pesali, Ruka ikapasia ni Pesali ball, ni Pesali ikapasia kama Tadem ball, kama Tadem vile itafanya kiasi. So ilikuwa gradual. So mimi yangu ni hard kujibu hiyo swali, but nikiweka kwa kona nitasema my first song Ruka, kwa sababu hiyo ndio ilifungua. Bila hiyo zingine zingekuwa kweli man. Na kuget manze. Hivi tunamalizia interview na kitu ya mwisho naweza sema manze. Yani kitu ya mwisho mtasema yani 2020 imekuwa mwaka noma sana, story ya COVID nini, but yani kuna dalili inaisha. But looking back 2020 imekuwa hard sana, especially for waswali comedy kwa jobs kapotea. Mas today wa 8 na form 4 walikuwa kumaliza tu, sasa inabidi repeat whole year manzo, tu ni painful noma sana. So but all in all life lazima iendelee. Lazima watu wako tu strong. Yani maisha ni kupanda, maisha inashuka. Lazima tuko tu strong kabisa. Alafu yani hii kitu itaisha eventually. Wasirudi chuo, wale walikuwa kwa tourism industry, mahoteli zilifungwa, mpoteza job, ni noma. So my landlord ningependa kuambia kwenu pole kidogo tu, msifukuze watu kama hao. But all in all Kenya ni tuko pamoja. Mimi niko hapa kwa inspire ngoma kapa ndashuka, ni ile tu kuambia jamaa au pitii kitu peke yako. Wase wengi wanapitia noma, kama ni kupoteza job, wase wengi wanapitia kama mental health story tumegusia kwa hiyo song. Alafu pia story ya artist tu kuinvest. Yani ukiget chapa, hata nini hapa mkianza kumeki chapa kwa YouTube, setini ganja side, kama mna need kamera nyingine, changeni bani kamera nyingine, kama ni stand, kama ni lights nini, yani investini back into your talent, na hivyo jo mtamekichapa huko mbele watu wengine pia. Alafu pia mvute wase wengine, mhaya wase wa lights, mhaya wase wa kuedit, mhaya wase wa social media kwa ndo nani zenyu hivyo. Yani through hiyo pia saja ataendelea kwa bless. Mna bless wase wengine, God pia na bless. Kuna ngoma nyingine panda shuka manze, watu waangalie sasa manze, angalia panda shuka. Link wapo tu manze, hiyo hapo manze, watch, share, comment manze, comment. Mimi furahi sana manze, tumefanya kitu pamoja manze. Najua mimi nimekuwa nikikuona tu sana, ndio tukipata nini kufanya kitu na inspire sana kuendelea more manze. Sijui naweza semaje, hii experience ya Star TV imekuaje na Star Entertain hapo? Mko sawa buda tumemishtu for the first time na tunapiga story ngapi tumeajua na 10 years ago. Manze. So ni fiti poa sana, na furahi mkiona pia mnajituma. Yani mjakatu ile mnangoja serikali saidia. Ile mnajituma, mnajichallenge, mnapush on. So mna wish to success kabisa.
Nashukuru manze success. Kama kuna any advice mtanid, mi phone yangu tu just a call away, mtampigia. Kama mmekwama mahali mtanishtua na tuje tutakuwa. Manze tumeshukuru manze, God endelee kubless manze. Acha manze. So that's it for Star TV. Till next time manze, ndio hiyo manze. Nawaacha manze, subscribe hapo manze. Wani aje. Unajua tu ni aje. Ndio hiyo.